Rais wa Marekani Donald Trump hii leo Jumatano Julai 22 mwaka 2026 alihudhuria hafla rasmi ya heshima ya kupokea miili ya wanajeshi 4 wa Marekani waliopoteza maisha katika mzozo wa kijeshi unaoendelea Mashariki ya Kati. Hafla hiyo imefanyika hii leo Jumatano kwenye kituo cha anga cha Dover, jimbo la Delaware, ambako kwa kawaida mabaki ya wanajeshi wa Marekani wanaofariki dunia wakiwa katika majukumu ya kijeshi nje ya nchi huwasili kabla ya kukabidhiwa kwa familia zao kwa ajili ya mazishi. Katika hafla hiyo, majeneza 4 yalikuwa yamefunikwa kwa bendera za Marekani yalirejeshwa kutoka kwenye ndege ya kijeshi na kubebwa na kikosi maalum cha wanajeshi waliopatiwa jukumu la kutoa heshima za mwisho kwa wenzao waliopoteza maisha. Hafla hiyo ilifanyika kwa utulivu mkubwa na kwa kufuata taratibu zote za kijeshi, huku viongozi wa serikali, maafisa wa juu wa jeshi na ndugu wa marehemu wakishuhudia kwa huzuni, lakini pia kwa heshima kubwa. Rais wa Marekani Donald Trump alisimama kwa ukimya mbele ya majeneza hayo akitoa heshima za mwisho kwa wanajeshi hao kabla ya kuwapa pole na kuwafariji familia waliokuwa wamefika kupokea wapendwa wao. Hafla hiyo ni sehemu ya utamaduni wa muda mrefu wa jeshi la Marekani wa kuwaheshimu wanajeshi wanaopoteza maisha wakiwa katika utekelezaji wa majukumu yao ya kulinda usalama wa taifa. Mapokezi rasmi ya heshima ya miili ya wanajeshi ni utaratibu muhimu katika jeshi la Marekani unafanyika kila mwanajeshi anapofariki akiwa kwenye operesheni za kijeshi nje ya nchi. Katika hafla hiyo, mabaki ya wanajeshi hupokelewa kwa heshima zote za kijeshi kabla ya kukabidhiwa rasmi kwa familia zao ili kuandaa mazishi. Hafla hiyo hujumuisha gwaride la walinzi wa heshima, usafirishaji wa majeneza kwa utaratibu maalum wa kijeshi na muda wa ukimya wa kuenzi waliopoteza maisha. Wanajeshi hao 4 walifariki dunia katika mashambulizi yaliyotokea wakati Marekani ikiendelea na operesheni zake za kijeshi katika Mashariki ya Kati dhidi ya Iran. Vifo vyao vimeongeza idadi ya wanajeshi wa Marekani waliopoteza maisha tangu kuongezeka kwa mapigano kati ya Marekani na Iran, ambayo yamehusisha mashambulizi ya makombora, ndege zisizo na rubani na operesheni nyingine za kijeshi katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, mashambulizi hayo yalisababisha majeruhi wengine kadhaa miongoni mwa wanajeshi wa Marekani, huku baadhi yao wakipelekwa katika hospitali za kijeshi kwa matibabu. Marekani imeeleza kuendelea kutoa msaada kwa familia za waliopoteza maisha pamoja na kuhakikisha wanajeshi waliojeruhiwa wanapatiwa huduma zote zinazohitajika. Kuhudhuria kwa Rais Donald Trump katika hafla hiyo kunakuja wakati hali ya usalama Mashariki ya Kati ikiendelea kwa tete kutokana na kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Iran. Katika wiki za hivi karibuni, pande hizo mbili zimekuwa zikishambuliana kupitia operesheni mbalimbali za kijeshi, jambo ambalo limeongeza hofu ya kupanuka kwa vita katika eneo hilo na kuathiri usalama wa mataifa mengine pamoja na biashara ya kimataifa. Marekani imesema kuwa itaendelea kusimama pamoja na familia za wanajeshi waliopoteza maisha na kuwaheshimu kwa mchango wao katika kulitumikia taifa. Baada ya hafla hiyo ya mapokezi ya heshima, miili ya wanajeshi hao ilitarajiwa kukabidhiwa kwa familia zao kwa ajili ya maandalizi ya mazishi yatakayofanyika katika maeneo yao ya nyumbani kwa heshima zote za kijeshi, huku taifa la Marekani likiendelea kuwaomboleza kama mashujaa waliotoa uhai wao wakiwa kazini. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.